Nikusalimu rafiki yangu katika jina la Yesu. Leo nataka tujifunze namna 5 au mbinu 5 za kutembea katika roho ili uweze kusaidiwa na Roho Mtakatifu masaa 24 siku 7 za wiki. Ukisoma kile kitabu cha Wagalatia 5:16 mpaka 23, Mungu anatuasa tutembee kwa roho, kamwe hatutoweza kuzitimiza tamaa za mwili. Na anatuonesha tunapotembea na roho au katika roho, ina maana tunabeba matunda 9 ya Roho Mtakatifu, lakini tunapotembea kwa jinsi ya mwili, ina maana tunabeba uchafu wa tamaa, uzinzi na vitu kama hivyo kwa namna ya kimwili. Kwa hiyo kuna mapambano kati ya mwili na katika roho. Kwa hiyo hatuwezi tukatimiza mapenzi ya Mungu kama tukienenda kwa mwili, na hatuwezi tukatimiza mapenzi ya mwili alafu tukamfurahisha Mungu. Maandiko yanasema, na yule anayeutanguliza mwili, huyo katika mwili atavuna uharibifu, lakini yule anayeongozwa na roho, katika roho anapata uzima wa milele. Hapa duniani kuna vitu vingi vinapingana na roho wa Mungu ndani yetu, na mambo ya mwili huwa yana sauti kubwa sana. Kwa mfano, kutosamehe, uchungu, uzinzi, mawazo mabaya ni vitu vyenye sauti kubwa. Kwa hiyo vile vitu tunapoongozwa na roho tunaweza kushinda vile na kuweza kumpendeza Mungu na kupata haki ya Mungu. Lakini tusipofanya hivyo, kila wakati tutakuwa watumwa wa mwili na watumwa wa dhambi. Na kumbuka, dhambi inaleta mauti, lakini kipawa cha roho kinaleta uzima wa milele. Sasa hapa nataka nikufundishe kwa jina la Yesu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, yani kwa neno na kwa Roho Mtakatifu, namna ya kuweza kutembea na kusaidiwa na roho au kutembea katika roho ili usizitimize tamaa za mwili. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuzingatia au kufanya, au hatua ya kwanza, tembea katika roho kwa kutupa vizuizi nje. Yani vizuizi vyovyote vinavyotaka kukuzuia viweke nje. Vikwazo vyovyote, hindrances, yani chochote kinachotaka kukuzuia kiweke nje. Ukisoma kitabu cha Waebrania 12:1, maandiko yanasema, kwa hiyo kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila kitu kinachotuzuia na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano tuliyowekewa mbele yetu. Lakini pia sasa, vikwazo ni nini? Vikwazo lazima ujue ni kitu chochote kinachopingana na neno la Mungu. Hicho chochote ni kizuizi, na asilimia kubwa kile kizuizi, kichocheo chake nyuma yake ni roho wa shetani, anayeleta roho zinazopingana na roho wa Mungu ndani yako, yani roho zinazokuzuia usielekee kwenye baraka zako. Na hivyo vizuizi ni kama vipi? Kwa mfano, uovu wa ngono, uchafu, tamaa zisizo takatifu, uchoyo, hasira, hisia mbaya juu ya wengine, laana, kashfa, matusi, midomo michafu, matamshi ya aibu, uzinzi, uasherati, ibada za sanamu, uchawi, chuki, ugomvi, wivu, mauaji, ulevi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Soma Wakolosai 3:5 mpaka 6, soma Wagalatia 5:19, lakini pia soma Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8. Sasa unawezaje kuondoa vile vikwazo au hivyo vikwazo? Ukisoma Waebrania 12:2, anasema tunafanya hivi kwa kumtazama Yesu. Kwa hiyo tunaweza kuongoza au kuondoa vikwazo kwa kumtazama Yesu. Na katika kumtazama Yesu, ina maana tunaruhusu Roho Mtakatifu aturekebishe, atuonye, atuongoze, na tuwe tayari kumsikiliza. Atatuonya kupitia ndoto, kupitia maono, kupitia sauti, lakini kwa namna tofauti tofauti anaweza kutuonya. Kwa anapotuonya au anapotuongoza au anapotuelekeza, tukawa tayari kufuata kila anachosema, kama jinsi kwenye Biblia alivyokuwa akiwaonya watu, akiwaongoza watu, wakina Yusufu, wakina Abimeleki, wakina Farao, wakina Laban. Kwa hiyo kama jinsi walivyokuwa wanatii,
wale kwenye Biblia. Na sisi tukianza kutii sauti ya Mungu kwa namna fulani na tofauti ambavyo Roho Mtakatifu atajifunua, ina maana tutaweza kushinda. Na ni kama nilivyokuambia, Roho Mtakatifu anaweza kukuonya, kukuelekeza, kukuongoza kupitia ndoto, kupitia maono, kupitia ishara za mwili, kupitia sauti ya ndani, kupitia neno la Mungu lenyewe, na kupitia hali mbalimbali, hata na watu mbalimbali au hata manabii mbalimbali. Sasa lazima anapotuonya Roho Mtakatifu tukubali kubadilika. Lakini hatua ya pili, namna ya pili au hatua ya pili kama nilivyosema, ni kutembea katika roho kwa kupanda kwa roho. Kupanda kwa roho ni kufanyaje? Maandiko yanasema, Wagalatia 6:8, maandiko, aye apandaye kwa roho atavuna uzima wa milele kutoka kwa roho. Lakini pia maandiko yanasema, ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza 2:15 mpaka 16, maandiko yanasema, dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini yule anayefanya mapenzi ya Mungu ndiye atakayedumu milele. Kwa hiyo tunaweza kupanda katika roho. Kupanda katika roho tunafanyaje kama Wakristo? Hilo ni jambo ambalo lazima tulijue. Kupanda katika roho kwanza ni kuruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Ni kupanda katika neno, yani kuangalia neno linasema nini na lile neno kutuongoza na kutubadilisha. Lakini pia tunaona Yesu mwenyewe anasema kwamba tukienenda kwa jinsi ya mwili hatuwezi tukatimiza mapenzi ya Mungu. Na anasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, alafu hayo utazidishiwa. Kwa kupanda kwa roho ni kutembea katika neno na kuruhusu neno likubadilishe na kuwekeza katika mambo ya ufalme. Kwa mfano kuwasaidia wahitaji, kwa mfano kuacha dhambi, kusoma neno na kuongozwa na neno, kuomba. Kwa huko ni kupanda katika roho na kutafuta maarifa ya kimungu. Lakini kitu cha tatu au mbinu ya tatu kutembea katika roho, kwa kutoa mwili wako kuwa dhabihu hai mbele ya Mungu. Yani mwili wako uruhusu uwe ni hekalu la Roho Mtakatifu, kama Wagalatia sura ile ya 6 mstari wa 14 mpaka 19 inavyosema. Ukisoma pia kitabu hiki cha Warumi 12:1-2, maandiko yanasema, toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo unapopanda kwa mwili unavuna uharibifu. Unapopanda katika dhambi, unapopanda katika uzinzi, unapopanda katika uongo, unapopanda katika ibada za sanamu, unapopanda katika umbea, katika dhuluma, ila maana katika hayo yote mwili wako utapata mauti. Lakini unapopanda katika roho, ina maana kwa kuzingatia neno, kusoma neno, kuomba, kufanya utu wema, kusaidia, ina maana Mungu atakutendea haki na wewe utaishi katika haki. Kwa hiyo tunaweka mambo ya dunia pembeni na tunaruhusu kutii haki ya Mungu, kuiacha dhambi na kutembea katika mazoea ya Roho Mtakatifu kwa kumtii Roho Mtakatifu. Lakini pia tunafanya maamuzi kila siku sisi wenyewe kutoruhusu adui kushika maisha yetu na kutuongoza, bali Roho wa Mungu kutusaidia. Lakini hatua ya 4 au namna ya 4 ya kutembea katika roho ni kutembea kwa kuomba katika roho kila siku. Ukisoma Warumi 8:26, maandiko yanasema, kwa maana hatujui ni sala gani tuiombe wala jinsi ya kuitoa inavyostahili, lakini Roho mwenyewe huenda kukutana na maombi yetu na kutuombea kwa shauku zisizoelezeka na kuugua kusikoweza kutamkika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kutuombea kwa namna jinsi anavyopenda Mungu na anavyoweza kutimiza mapenzi ya Mungu. Ndio maana lazima tunene kwa lugha, lakini pia tusimamie neno, na hapo ndipo Roho hutuombea kwa namna ambapo tunafanya mapenzi ya Mungu. Lakini kitu cha mwisho kabisa au hatua ya 5 kabisa na ya mwisho ili uweze kutembea katika roho ni kuwa tayari kutii miongozo ya Roho Mtakatifu. Wengi
hatukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu na hatuko tayari kutii. Lakini neno linasema Yohana 14, maandiko yanasema kondoo humfuata kwa maana wanaijua sauti yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia, kutufundisha, kutuelekeza, kutuongoza, kutupa ufunuo, lakini ni jambo sisi wenyewe lazima tuwe tayari kutii. Na Roho Mtakatifu anazungumza na sisi kwa namna tofauti tofauti. Anaweza kuongea na wewe au kuzungumza na wewe kupitia ndoto, anaweza kuongea na wewe kupitia maono, anaweza kuongea na wewe kupitia hatia anayokuwekea ndani juu ya dhambi, haki au hukumu. Lakini pia Roho Mtakatifu anaweza kuongea na wewe kupitia sauti ya ndani. Roho Mtakatifu anaweza kuongea na wewe kupitia ishara mbalimbali au viumbe. Roho Mtakatifu anaweza kuongea na wewe kupitia unabii au kupitia neno. Roho Mtakatifu pia anaweza kuongea na wewe kupitia kukupa wazo la maamuzi fulani au hekima ya kimungu. Kwa namna yoyote anapotuonya kitu tusikie, anapotuelekeza kitu tusikie. Nasikia sauti ya mchungaji mwema wala sauti ya mgeni sitaifuata. Yohana 10:5. Kwa hiyo lazima usikie sauti ya Yesu Kristo, sauti ya neno lake ambalo linaongozwa na Roho yake ndani yake ili liweze kukuletea uzima. Tofauti na hapo itakuwa ni ngumu kuongozwa na Roho. Kuongozwa na Roho ni kuwa tayari kutiisha mwili, kutiisha mawazo, kutiisha fikra. Maana vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza, ambao wale anaopambana nao ni Roho anayekaa ndani yetu ambaye ni Roho Mtakatifu. Lakini pia na kuruhusu mwili wetu kwa kutiisha fikra na mawazo yapate kumtii Kristo, kuangusha ngome na kujitenga na elimu yoyote isiyomtii Kristo na kupatiliza maasi. Soma kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 6. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.